Sura ya 6. Sheria ilianzishwa ili uvunjaji wa sheria uongezeke. Mungu aliweka mti wa kujua mema na mabaya katika bustani ya Edeni kwa sababu Adamu na Eva hawakuwa wakamilifu. Kwa viumbe kamili, sheria yoyote haiwi kizuizi. Kama ilivyoandikwa, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Lakini tunajua ya kuwa sheria si kwa ajili ya wenye haki, bali kwa ajili ya wavunja sheria na waasi, kwa ajili ya wasiomcha Mungu na wenye dhambi, wasio watakatifu na wanaokufuru. Mahali ambapo hakuna ukamilifu, sheria inakuwa kizuizi kikubwa. Kuhusu hili, Mtume Paulo alisema, Warumi sura ya 7 mstari wa 10, nikaona kwamba ile amri iliyokusudiwa kuleta uzima ilileta mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi katika amri ilinidanganya, na kupitia katika hiyo amri ikaniua. Katika Edeni amri ilikuwa hii, kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Walakini Shetani alimdanganya Eva kula matunda ya mti uliokatazwa, naye akampa Adamu, naye akala, nao wakafa. Amri hiyo ilikusudiwa kuleta uzima, lakini wanadamu waliivunja na kuwa watumwa wa mauti mwishowe. Kama ilivyoandikwa, Warumi sura ya 5 mstari wa 20, zaidi ya hayo sheria ilikuja ili uvunjaji wa sheria uongezeke. Lakini dhambi ilipoongezeka, neema iliongezeka zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala kwa njia ya mauti, vivyo hivyo neema iweze kutawala kwa njia ya kuhesabiwa haki, hata kuleta uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Hakika maongozi ya Mungu ni ya kina na waajabu kiasi kwamba mwanadamu hawezi kuyaelewa. Katika bustani ya Edeni, Mungu aliweka sheria, kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, lakini sheria hiyo ilileta mauti. Juu ya mlima Sinai, amri 10 zilitolewa kwa Waisraeli kama sheria, lakini pia zilisababisha kifo kwao. Kristo alikuja duniani kuokoa watu waliokusudiwa kufa. Yeyote amwaminie ataokolewa. Adamu aliwaongoza watu wengi kutenda dhambi kwa mwili wake wa asili, lakini Yesu aliwaongoza wengi kwenye uzima wa milele kwa mwili wake wa kiroho. Alikuja kuokoa roho zilizokusudiwa kufa kwa sababu ya dhambi ya Adamu, akiacha kiti chake cha enzi kitukufu. Kuhusiana na hili, Mtume Paulo aliandika kwamba unapandwa mwili wa asili na unafufuliwa mwili wa kiroho. Kama ilivyoandikwa, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42. Hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati wa ufufuo wa wafu. Ule mwili wa kuharibika uliopandwa utafufuliwa usioharibika, unapandwa katika aibu, unafufuliwa katika utukufu, unapandwa katika udhaifu, unafufuliwa katika nguvu, unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna mwili wa kiroho pia. Kwa hiyo imeandikwa, mtu wa kwanza Adamu alifanyika kiumbe hai, Adamu wa mwisho, yeye ni roho iletayo uzima. Lakini si ule wa kiroho uliotangulia, bali ni ule wa asili, kisha ule wa kiroho. Mtu wa kwanza aliumbwa kwa mavumbi ya ardhini, mtu wa pili alitoka mbinguni. Kama vile alivyokuwa yule wa ardhini, ndivyo walivyo wale walio wa ardhini, na kwa vile alivyo mtu yule aliyetoka mbinguni, ndivyo walivyo wale walio wa mbinguni. Kama vile tulivyochukua mfano wa mtu wa ardhini, ndivyo tutakavyochukua mfano wa yule mtu aliyetoka mbinguni. Maneno hapo juu yanaonyesha kwamba watu wengi hupanda mwili wa asili kupitia Adamu na wengi hufufuka kutoka mwili wa asili hadi mwili wa kiroho kupitia Yesu Kristo. Baadhi wanaweza kuuliza, kwa nini Mungu huwaacha wengi ili kuokoa wachache? Sababu ya wengi kuachwa ni kwamba idadi kubwa ya malaika walifanya dhambi inayostahili kifo kwa kumwasi Mungu katika ulimwengu wa malaika. Kufikiria tu ulimwengu wa wanadamu, idadi ya walioachwa inaonekana kuwa kubwa sana. Lakini ukizingatia ulimwengu mkubwa wa malaika wa ulimwengu mzima ni ndogo sana. Ikiwa wengine wataokolewa kama kundi dogo kati ya wengi waliohukumiwa kifo, utukufu wao utafika mbinguni. Je, watamshukuru mkombozi wao kiasi gani kwa neema yake? Kwa kuwaokoa wachache, Mungu huwajulisha waliokombolewa utukufu wa mkombozi wao. Kama ilivyoandikwa, Warumi sura ya 9 mstari wa 21. Je, mfinyanzi hana haki ya kufinyanga kutoka bonge moja vyombo vya udongo, vingine kwa matumizi ya heshima na vingine kwa matumizi ya kawaida? Iweje basi, kama Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kufanya uweza wake ujulikane, amevumilia kwa uvumilivu mwingi vile vyombo vya ghadhabu vilivyoandaliwa kwa uharibifu? Iweje basi, kama yeye alitenda hivi ili kufanya wingi wa utukufu wake ujulikane kwa vile vyombo vya rehema yake alivyotangulia kuvitengeneza kwa ajili ya utukufu wake, yaani pamoja na sisi ambao pia alituita si kutoka kwa Wayahudi peke yao, bali pia kutoka kwa watu wa mataifa. Mungu alifanya idadi kubwa ya vyombo vya udongo kwa ajili ya matumizi ya kawaida ili kufanya utukufu wake ujulikane kwa vyombo vya udongo kwa madhumuni mazuri.
Anafunua kazi yake ya ajabu na ya kina kwa wachache tu, kupitia mitihani mingi, ili waweze kumpa utukufu. Katika sura inayofuata, hebu tuendelee katika uchunguzi wa kina zaidi wa nafsi.